Bwana asifiwe sana na kusalimia tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyeumba mbingu na nchi. Jina yangu naitwa mchungaji na mwimbaji Abidi Mishori. Karibu katika somo la dakika chache ambalo kichwa chake kataa na kubomoa roho zinazotesa watu katika siku za leo. Kataa na kubomoa roho zinazotesa watu katika siku za leo. Kabla ya kusoma neno niombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya wema wako na nguvu zako na baraka zako. Alisoma neno hili sasa unitumie kama chombo chako katika jina na damu Yesu Kristo. Amen. Baadhi ya roho zinazotesa watu siku ya leo na zinazosumbua watu, namba moja inaitwa roho ya utumwa. Na hii inatesa watu walioko nje na hata wale wasipokaa vizuri ambao wanasema wamempokea Kristo, wanaweza wakapigwa na hii roho. Ya kwanza inaitwa roho ya utumwa. Warumi 8 mstari wa 15. Warumi 8 mstari wa 15, Biblia inasema hivi. Nasoma kama ilivyoandikwa katika ule mstari wa 15. Kwa kuwa amkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Paulo anasema tukupokea roho ya utumwa inayoleta hofu. Tumepokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Hapa anaongea na mtu ambaye anasali, anaongea na mtu ambaye amefuata Kristo, lakini anayaona maisha yake bado yana furaha. Anaona maisha yake bado ni kama yamekandamizwa, bado yameminywa. Anaongea kwa habari ya uwezo wa nguvu za Mungu, lakini huo uwezo wenyewe hauoni. Anasema kuna jambo ambalo kwetu sisi ambalo linashindikana, lakini mengi bado yameshindikana. Na bado kuna wakati vipindi anavyovipitia si kana kwamba Mungu amevurusu, vingine ni kwa sababu ni magandamizo ambayo yalikosa nguvu ya kuweza kutoka katika hayo magandamizo. Ndio Paulo anasema kwamba hatukupokea roho ya utumwa, tumepokea roho ya kufanywa wana. Kwa sababu naona ni kama watu ambao mna Mungu lakini bado mmeminywa, bado mnateseka, bado hamna amani, bado mnapigwa. Hatukupokea roho, tumepokea roho ya kufanywa wana, na kwa ile tunalia Aba, yani Baba. Kazi ya roho ya utumwa namba moja ni kuwatumikisha watu katika mambo wasioyapenda. Ile roho unapokuwa nayo inakutumikisha katika mambo usioyapenda. Kuna vitu ambavyo vipendi, na kuna vitu ambavyo hata watu wengine wasiosali hawavipendi, lakini bado wanavifanya. Neno unakuta upendi kulewa, unalewa, ile roho inakutumikisha. Kwa unakuta upendi kuiba, unaiba, ile roho inakutumikisha. Umeokoka, unasali, kuna wakati unatamani kuacha uongo, unashindwa, ile roho inakutumikisha. Ina nguvu zaidi ya wewe ulivyo, inakupeleka mahali usikotaka kwenda. Lakini kazi yake pia roho ya utumwa ni kuumiza watu na kuona maisha ya kuumia. Kwanza unafanyishwa vitu ambavyo sio vipenda. Kama hivi wengine wanakuambia ninalala naota ndoto ninazini, naota ndoto nalala na mnyama. Si kwamba napenda, pendi, lakini ile roho ya utumwa inamgandamiza, inamfanyisha kwa lazima hata kama hataki. Lakini pia inaumiza, lakini pia kazi yake roho ni kudhalilisha. Lakini pia kazi yake roho pia ni kudhulumu nguvu za watu. Unaweza kuwa una uwezo, umesoma, una akili, lakini unaishi kana kwamba ni mtu wa darasa la 7 tu. Ukifanya hata darasa la 7 unaweza kupita. Ile elimu yako ikusaidii kama umezulumiwa. Wakati fulani unaweza kuwa na kitu cha thamani, wiki 2-3 kinapotea. Ile roho inapiga, roho ya utumwa inazulumu, inafanya watu kuwa wajinga. Wakati fulani unaweza kuwa na familia za watu wa kulewa lewa, vichaa, mataira, tunateswa. Inatesa. Roho ya utumwa hii inatawala watu kinyume na Mungu na kuwatesa. Isaya 26 Biblia inasema hivi. Isaya 26 Biblia inasema hivi. Kitabu cha Isaya sura ile ya 26. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya 26 na ule mstari wa 13. Ninasoma kama ilivyoandikwa mstari wa 13.
Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe wametumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako nitalitaja jina lako. Unaona, Isaya anasema kuna mabwana wengine ambao si Mungu, anasema wametumiliki, anasema lakini kwa msaada wa Bwana tutataja jina lako. Ni mabwana yale yanakumiliki, yanakuendesha kinyume na jinsi wewe unavyotaka. Kwa hiyo katika hivi vitu vinavyotesa watu wengi ndani ya kanisa hata nje ya kanisa, cha kwanza kabisa ni roho ya utumwa, lakini pili ni roho au utumwa wa dhambi ambao utaupata katika Yohana ile 8 mstari ule wa 34 na Warumi 6 mstari wa 20. Utumwa wa dhambi. Dhambi ni utumwa, ulevi ni utumwa, zinaa ni utumwa, uongo ni utumwa, kiburi ni utumwa, jeuri ni utumwa, matusi ni utumwa. Lakini kuna utumwa wa madeni. Utumwa wa madeni nisome katika kile kitabu cha Mithali sura ya 22. Utumwa wa madeni nisome katika ile Mithali sura ya 22 na ule mstari wa 7. Biblia inasema hivi: tajiri humtawala maskini, na yakupaeni mtumwa wake akopeshaye. Kuna utumwa wa madeni, lakini pia kuna utumwa wa maskini, kuna utumwa wa magonjwa na utumwa wa aina mbalimbali. Ombi langu leo katika ibada fupi na kipindi kifupi, naomba Mungu autoe katika utumwa alionao. Dawa yake ni hii, ni kumwambia Yesu aliye Bwana wa mabwana yote, Bwana wa mabwana wote, Mungu mwenye nguvu, ambaye wachawi, majini, mapepo yanakutesa yako chini yake, kumkubali aingie ndani ya moyo wako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aitengeneze siku yako ya leo nzuri na kesho yako bora, akuondoe kwenye magandamizo na makandamizo, akufanye kuwa huru, aifungue ile minyororo ya dhambi, minyororo ya madeni, minyororo ya aina mbalimbali inaweza kutesa, ya magonjwa. Atoe katika utumwa wa mahangaiko ya kifamilia, utumwa wa kifahamu, akupe amani, kufanye kuwa huru, akuandalie uzima wa milele, akuepusha na kila aina ya uharibifu. Ukiwa umesikia neno hili kwa ufupi na unasema, mchungaji, kwa dakika hizi chache ulizoongea kweli kabisa mimi ni mtumwa na niko tayari kutoka katika utumwa, basi fuata maneno haya ambayo nayaomba sasa, ufuate nyuma yako. Sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe, mimi ni mwenye dhambi, sistahili kuitwa mwana wako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, kwa kuwaza, kwa kunena na kwa matendo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi naokoka. Yesu nisaidie. Nakataa utumwa wa dhambi, nakataa utumwa wa madeni, nakataa utumwa wa magonjwa, nakataa utumwa wa kuonewa. Nahitaji Yesu nifanye huru kwa jina lako takatifu. Amen. Ngoja nikuombee. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtu ambaye amesikia somo hili kwa dakika chache, kwa habari ya roho zinazotesa watu ndani, ikiwemo roho ya utumwa, roho ya magonjwa, utumwa wa magonjwa, utumwa wa madeni, utumwa wa umaskini. Amesema niko tayari, nahitaji msaada kwa Bwana. Naomba ukamsaidie, ukamvusha na kumtoa na kumnoa kwa ile mamlaka tukayo juu, na kuvunja nira na vifungo na kumfanya kuwa huru. Namtakia baraka na maisha marefu katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kukubariki. Amen.